Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii. Hapa tunachambua kauli iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye ni John Heche, Juni 13 mwaka 2026 mkoani Iringa. Akizungumza katika mkutano wa hadhara, Heche alifunguka mazito kuhusu kuahirishwa kwa kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, ambapo aliuliza, mnaficha nini? Polisi hawawezi kulinda amani, amani inalindwa na raia. Sisi wengine tumekataa kuogopa na hatutakubali. Juni 13 mwaka 2026, Iringa. Baada ya mahafali ya Chaso pamoja na mkutano wa hadhara Mwembe Togwa, John Heche alizungumza kwa ukali kuhusu kuahirishwa kwa kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kesi hiyo ilipangwa Juni 11 mwaka 2026, ambapo mahakama ya rufani iliahirishwa ghafla hadi Julai 6 mwaka 2026 bila maelezo ya kutosha. Heche aliuliza, mnaficha nini, na kuongeza kwamba polisi hawawezi kulinda amani peke yao, amani inalindwa na raia wenyewe. Alisisitiza kwamba wengine wameamua kuacha kuogopa na hawataendelea kukubali. Lissu alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 wakati wa mkutano wa No Reforms No Election Mbinga. Anakabiliwa na mashtaka ya uhaini pamoja na uchochezi. Kesi yake imeahirishwa mara kadhaa, zaidi ya mara 5 mpaka 6, na amekaa rumande kwa zaidi ya mwaka mmoja. Heche mwenyewe amewahi kukamatwa na kuwekwa mahabusu wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025. Mahakama ya rufani ilitoa taarifa fupi ya kuahirishwa kwa kesi hadi Julai 6 kwa judgment rulings na order. Hii imezua hasira miongoni mwa wafuasi wa Chadema ambao bado wanaidai kesi hiyo ni ya kisiasa iliyokusudiwa kumzuia Lissu kushiriki katika siasa. Tukizungumzia Human Rights Watch pamoja na Amnesty International zimelaani mara kadhaa kucheleweshwa kwa kesi kama ukiukwaji wa haki ya kisheria na uhuru wa kisiasa. John Heche ni kiongozi mwenye uzoefu wa Chadema bara. Amekuwa akiongoza kampeni za chama na kumtetea Lissu, na kauli zake katika Iringa zinaendeleza mstari wa upinzani mkali baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 uliogubikwa na madai ya udanganyifu, vurugu pamoja na vifo vingi. Polisi mara nyingi hutajwa katika ripoti za kimataifa kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi. Na data za ziada zinasema kuwa kesi ya Lissu imekuwa ya kimataifa, na wawakilishi wa Chadema wanaendelea kutoa wito wa kuachiliwa bila masharti. Hapo Heche ametoa wito wa maandamano ya amani na kampeni za kimataifa. Kauli ya Heche inaonyesha kutoridhika kwa upinzani na mfumo wa mahakama na usalama. Swali la kuwa mnaficha nini linahusu uwezekano wa kesi kuwa na mapungufu au kuwa ya zana ya kisiasa. Kuwa amani inalindwa na raia ni wito wa uwajibikaji wa jamii, na inaweza kuonekana kama changamoto kwa polisi na serikali. Hii inafanana na kauli za kihistoria za upinzani ambapo raia wanachukua jukumu la kulinda haki zao. Hata hivyo, kauli kama hii inaweza kuwa na hatari ya kuchochea mvutano, ingawa Heche alisisitiza amani. Mfumo wa mahakama unacheleweshwa mara kwa mara katika kesi za kisiasa, jambo ambalo linaharibu imani ya umma katika haki. Tanzania inahitaji mahakama huru na yenye uwazi ili kesi kama hii isicheleweshwe bila sababu za uwazi. Kuwa na kiongozi kama Lissu gerezani kwa muda mrefu bila hukumu thabiti kunazua mashaka. Serikali inapaswa kuhakikisha kesi inaendeshwa kwa haki na kwa haraka, au kuachilia Lissu ili ashiriki katika siasa za amani. Hii ni sehemu ya mapambano ya muda mrefu kati ya serikali na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuhusu mageuzi ya uchaguzi pamoja na demokrasia. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, upinzani unaendelea kujipanga licha ya shinikizo. Kauli za Heche na Msigwa siku moja kabla zinaonyesha Chadema inajaribu kuunganisha nguvu na kutoa tumaini kwa wafuasi. Serikali inapaswa kujenga maridhiano halisi badala ya kutumia mahakama na polisi kama zana. Demokrasia yenye nguvu inahitaji upinzani wenye sauti na si wa kufunga au kuchelewesha kwa kesi zao. Watanzania wanastahili imani na amani inayotokana na haki na siyo hofu. Wapenzi wasikilizaji,
Sakata la Lissu na kauli ya Heche linatuonesha changamoto kubwa za demokrasia nchini. Tunahitaji uwazi, haki na mazungumzo badala ya migogoro. Je, wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa jadala hii, nini maoni yako kuhusiana na kauli hizi ambazo zinazidi kutolewa na viongozi wa upinzani kama John Heche na Peter Msigwa kuhusiana na yanayoendelea katika nchi hii, haswa sakata la kesi ya Tundu Lissu ambapo imezidi kuahirishwa kila mara na inapigwa kalenda na haijulikani mwafaka na ni lini, na hata ikisikilizwa kunaonekana kuna upungufu wa vitu ambavyo watu wa serikali, wawakilishi wa serikali wanaonekanaga kila siku kuomba kesi iahirishwe mpaka pale watakapokusanya data zaidi ili kurejea mahakamani. Nini maoni yako kuhusiana na haya yanayoendelea sasa hivi? Je, ni mkakati wa kumchelewesha Lissu kuwa kama mwenyekiti au kuakti kama mwenyekiti kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Je, vipi hii hali ikiendelea kwa miaka 5 mpaka uchaguzi wa mwaka 2030? Je, Lissu atakuja kuteuliwa tena kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo au itakuwa nini hapo mbele? Tuachie maoni yako hapo chini.